CCM oye! Viva vijana viva! Mitano tena! Mitano tena! Oktoba 29 toka nitoke tukatiki! CCM oye! Sisi ni vijana grupu la hamasa la Hatupoi lililopo Chanjani cha Kitega Pemba. Kwa hapa kueleza yale yote ambayo Dkt. Mwinyi amefanya katika mkoa wa Kusini Pemba kwa miaka 5 iliyopita. Na yale yote ambayo ametuahidi kuyatekeleza katika mkoa wa Kusini Pemba kwa miaka 5 ijayo, kwa kuanzia katika sekta ya afya, elimu pamoja na miundombinu. Katika upande wa sekta ya elimu, Dkt. Mwinyi ameweza kufanya mambo mengi mazuri katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ameweza kuboresha miundombinu ya elimu ambapo pia ameweza kujenga shule 10 za ghorofa. Miongoni mwa shule hizo kuna shule 6 za sekondari na shule 4 za msingi. Lakini pia Dkt. Mwinyi ameweza kujenga kituo cha wenye mahitaji maalum kilichoko Kujini. Kituo hichi kinawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum na hasa wenye ulemavu kuweza kupata elimu, ambapo kituo hichi kina miundombinu rafiki inawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki kabisa. Lakini pia Dkt. Mwinyi ameweza kujenga vituo vya tehama ambapo katika kipindi cha miaka 5 iliyopita zaidi ya 40% ya wanafunzi wote wameweza kupata elimu ya masuala ya tehama. Lakini pia Dkt. Mwinyi ameweza kuboresha mitaala ambayo inawezesha wanafunzi watakapohitimu kuweza kujitegemea na kuweza kuishi katika maisha yao ya kawaida. Lakini yote haya Dkt. Mwinyi aliyofanya katika miaka 5 iliyopita ameonyesha imani yake kwetu kwamba ni kiongozi mwadilifu na kiongozi mchapakazi. Hivyo basi tutakapofika tarehe 29 Oktoba, kura zote za ndio kwa Dkt. Mwinyi. Dkt. Mwinyi mitano tena. Endelea, Dkt. Mwinyi ameahidi kutekelezea haya yafuatayo katika sekta ya elimu. Katika mkoa wa Kusini Pemba ameahidi kutuboreshea vituo vyetu vya Ranzi pamoja na Kengeja. Vile vile Dkt. Mwinyi ameahidi kuongeza asilimia watu wazima wanaojua kusoma na kuandika. Miaka 5 iliyopita asilimia watu wazima wanaojua kusoma na kuandika ilikuwa ni asilimia 85 tu. Hivyo ameahidi ifikapo hadi 2030 ataiongeza hadi kufikia asilimia 95. Katika mkoa wa Kusini Pemba ameahidi kutujengea conference hall ambayo itatumika kwa semina mbalimbali na mafunzo mbalimbali ili kuongezea ujuzi wa wakufunzi wetu. Hivyo basi ifikapo Oktoba 29 wananchi wote hususan wa mkoa wa Kusini Pemba tujitokeze kwenda kumpa kura za ndio Dkt. Mwinyi ili kuweza kutuletea mazuri na bora katika mkoa wa Kusini Pemba. CCM oye! CCM oye! Kwa kuendelea kuyazungumzia mazuri ambayo ameahidi kuyafanya Dkt. Mwinyi. Dkt. Mwinyi ameahidi kuongeza kiwango cha uandikishaji wa elimu ya msingi na maandalizi kutoka 81% kwa skuli za msingi na 83% kwa skuli za maandalizi. Hivyo kiwango hicho cha uandikishaji kitaongezeka vipi? Dkt. Mwinyi ameahidi kujenga skuli ambazo zitapelekea wazee kushajihika kuwapeleka watoto wao pindi wakifikisha umri wa miaka ya kuanzisha shule. Kwa hatua hiyo kiwango cha uandikishaji kitaendelea kukua mwaka hadi mwaka. Lakini pia Dkt. Mwinyi ameahidi kujenga skuli 2 za kisasa katika kila wilaya. Skuli za kisasa ni zipi? Skuli za kisasa ni zile ambazo zimekamilika kuanzia vifaa vya kujifunzia, vifaa vya kusomeshea, maktaba za kujisomea, kumbi za kufanyia sherehe, miundombinu ya kutosha. Hakuishia hapo, pia aliahidi kuongeza madarasa 438 katika skuli 52 za ghorofa. Ameahidi kuwa ataziunganisha skuli 12 na mkonga wa taifa ili kuimarisha matumizi ya tehama katika kujifunzia na kufundishia. Dkt. Mwinyi ameahidi kufanya hivyo ili kuwezesha kizazi cha sasa hizi kuanza kutumia vifaa vya tehama akali bado wako watoto, ili wakifikia katika level za juu za kusoma kwa hakuna tena haja ya kuanzisha hizo, yani kuanza kwenda kujifunza tena kusoma, iwe wanajiendeleza kwa walishaanza msingi tangu mwanzo. Kutokana na neema hizo, mimi na wewe mwananchi na kuomba inapofika Oktoba 29 tusiache kumchagua Dkt. Mwinyi ili kuweza kujipatia neema hizo. Dkt. Mwinyi ameahidi kuongeza asilimia za skuli zenye miundombinu na vifaa rafiki vya kufundishia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka asilimia 70-20-25 hadi kufikia asilimia 100-20-30. Hivyo basi kwa kuomba vijana wenzangu ifikapo Oktoba 29 twende tukampigie kura Dkt. Mwinyi za ndio za kishindo ili kumrejesha madarakani. CCM oye! CCM oye! Kwa kuendelea na mazuri aliyofanya Dkt. Mwinyi katika kipindi cha miaka 5 rais wake, nitazungumzia kuhusiana na miundombinu kwa upande wa bandari. Kwanza, Dkt. Mwinyi katika kipindi cha miaka yake 5 ameweza kutanua eneo la Gati kwa kilomita 2.5 kwa kuweza kurahisisha shughuli za watu, pia kwa uwezo wa kubeba makasha. Hii imetusaidia kwanza
kupunguza ile msongamano wa watu na wafanya biashara kufanya biashara zao kwa vizuri. Pia Dr. Mwinyi katika kipindi chake cha miaka mitano ameweza kutuletea meli kubwa za makontina kutoka nje za nchi na kuja Pemba tarehe 30 mwezi wa 9 2024 kwa lengo la kupunguza gharama ya bidhaa, pia kutusaidia sisi vijana kujiajiri na kuajiriwa na kuweza kujiajiri. Pia Dr. Mwinyi katika kipindi cha miaka yake mitano ameweza kutuletea boti za mwendo kasi ambazo zinafanya shughuli zake maeneo tofauti tofauti ikiwepo Pemba, Unguja, Dar es Salaam na Tanga. Hii imeturahisishia kupata usafiri uliokuwa mwepesi. Hivyo nitumie fursa hii kumwombea kura Dr. Mwinyi ifikapo 29 Oktoba, kumpa kura ya ndio na kuwa rais wetu tena ili kutuletea maendeleo zaidi na zaidi. Ifikapo 29 toka nitoke tukatiki kwa Dr. Mwinyi. CCM oye! CCM oye! Viva vijana viva! Mama Samia mitano tena! Dr. Mwinyi mitano tena! Oktoba 29 toka nitoke tukatiki! CCM oye! Kwa haya yote ambayo tumeeleza katika sekta ya elimu, afya pamoja na miundombinu, Dr. Mwinyi amefanya na ametuahidi kutekelezea katika miaka mitano ijayo. Hivyo wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba na Zanzibar kwa ujumla, tujitokezeni Oktoba 29 kwenda kumpa kura za ndio Dr. Mwinyi na Mama Samia pamoja na wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi. Oktoba 29 tunatiki, yajayo ni neema tupu.